Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment. Episodi ya kwanza ya The Lord of the Rings, The Rings of Power, inaanza kutupeleka katika historia ya zamani ya Middle-earth kupitia simulizi ya Galadriel. Anaeleza jinsi dunia yao ilivyokuwa na amani kabla ya kuingia katika vita kubwa vilivyoanzishwa na Morgoth, adui wa kwanza aliyesambaza giza. Vita hizo zililazimisha elf wengi kuondoka katika maisha ya utulivu na kuingia kwenye mapambano makali. Katika vita hivyo, ndugu yake Galadriel, Finrod, anauawa na kuacha nyuma alama inayohusishwa na nguvu za giza, ishara inayohusishwa na Sauron, mrithi wa Morgoth. Tukio hilo linamjaza Galadriel maumivu makubwa na kumfanya aweke maisha yake yote katika kumtafuta na kumwangamiza Sauron. Baada ya vita kuonekana kumalizika, watu wengi wanaamini amani imerejea, lakini Galadriel anaendelea kuamini kuwa uovu bado upo. Anaongoza kikosi chake na kuelekea maeneo ya barafu kali akitafuta ushahidi wa kuwepo kwa Sauron. Wakiwa huko, anagundua alama ya ajabu inayothibitisha kuwa bado kuna nguvu ya giza inayofanya kazi. Hata hivyo, askari wake wanachoka na kupoteza imani, wakiamua kurudi nyumbani wakiamini kuwa vita ni imeisha. Sauron hayupo tena. Galadriel anabaki na msimamo wake kuwa ukweli haujafichuliwa bado, lakini analazimika kurudi pamoja nao. Kutokana na juhudi za kupigana vita, Galadriel anapewa heshima ya kurudi katika ardhi takatifu ya Elves, mahali pa amani ya milele. Anapanda meli pamoja na wengine ili kuondoka kabisa katika Middle-earth. Hata hivyo, kadri wanavyosogea karibu na kufikia huko, wanaanza kuhisi kuwa hawajamaliza jukumu lake. Badala ya kuendelea na safari hiyo, anafanya uamuzi wa ghafla na wenye hatari na kuruka kutoka kwenye meli na kubaki baharini, akiamua kuendelea na harakati za kumtafuta Sauron. Wakati huo huo, hadithi inahamia kwenye jamii ya Harfoot, watu wadogo wanaoishi maisha ya kujificha ili kuepuka hatari. Ndani yao tunakutana na Nori Brandfoot, msichana mwenye hamu kubwa ya kujua dunia ilivyo nje ya mipaka yao. Maisha yao yanategemea tahadhari na kuhama mara kwa mara ili wasigunduliwe na maadui. Siku moja, tukio la ajabu linatokea wakati kitu kama kimondo kinaanguka karibu. Nori anafuata tukio hilo na kugundua uwepo wa mtu asiye wa kawaida anayejulikana kama The Stranger. Mtu huyo anaonekana kuwa na nguvu zisizoeleweka, hawezi kuzungumza vizuri na moto haumdhuru. Uwepo wake unaashiria kuwa nguvu kubwa inayohusika, ingawa haijulikani kama ni ya upande mwema au mbaya. Katika eneo jingine la Southland, tunamwona Arundel, elf anayelinda binadamu waliowahi kuwa chini ya ushawishi wa Morgoth. Anapoendelea na kazi yake, anaanza kugundua dalili za hatari inayokuwa polepole, hasa baada ya kugundua kuwa baadhi ya vijiji vinateketezwa kwa njia isiyoeleweka. Ukweli ni kwamba nguvu za giza bado zipo na zinaanza kujijenga upya. Mwisho wa episodi hii unaacha maswali mengi bila majibu. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment.